Runinga Oleni TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. أنت يا مولانا على ما تشاء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا شقيا ولا محروما، واجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. ربنا ارحم ضعفنا وفك أسرنا وتولى أمرنا، واختمنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله معه ولا إله غيره. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma baad,
أوصيكم إخواني ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu zangu katika imani, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kutii maagizo yake. Yaqulu Maulana fil Qur'ani al-Karim, Mola wetu anasema katika Qur'ani tukufu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi waumini, muogopeni Allah haki ya kumuogopa, na kumuogopa Allah si kutetemeka kwa hofu, bali ni kufanya mambo ambayo ukirudi kwake uwe salama. Ogopa kurudi kwa Allah akiwa kakukasirikia. Kwa hiyo ni kuishi kwa kufuata utaratibu wake kama ambavyo anataka. Ukiondoka wakati ulifuata utaratibu, wewe mbele yake utakuwa salama. Na huku kufata utaratibu tumeambiwa kila mmoja afanye kwa kiasi cha uwezo wake. Fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kila mmoja kwa kiasi cha uwezo wake. Afate mtu maamrisho ya Allah kadiri ya uwezekano uliopo mbele yake. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, na mnatakiwa muishi hivyo kwa muda wote mtakao kuwepo duniani. Msije mkakubali kufikwa na mauti mkiwa mko nje ya Uislamu. Mtu wachunge Uislamu wake, aulee Uislamu wake, afate nidhamu ya Uislamu mpaka yanamkuta mauti. Ndugu zangu katika imani, Allah ndo katuhusia kumcha. Kwa hiyo tunapaswa kusikiliza wasia, kwa sababu alwasiyatu aqwa min al-amri. Kitu wasia kwenye sharia kina nguvu zaidi kuliko amri. Mtu akisema nimekuamrisha na akisema ninakuhusia, wasia huwa una nguvu zaidi. Kwa hiyo Allah anatuhusia kuishi katika dunia yetu kwa kufuata utaratibu. Pia Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani tukufu kwenye sura ya 17 aya 53 amemwambia mtume wake atufikishie ujumbe usemao, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzaghu bainahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. Ewe mtume, waambie waja wangu, na bila shaka ndio sisi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, waambie waja wangu, yaqulu allati hiya ahsan, waongee kwa namna nzuri. Maana yake mtu awe na uwezo mkubwa wa kuchagua maneno anapozungumza mbele ya wengine. Kabla hajatamka neno kinywani mwake, lazima alizingatie kwanza kwenye nafsi yake, neno hili ninalolisema kwenye mazingira haya litapokewaje. Kwa hiyo lazima ujue unayeongea naye au unaongea nao, halafu uangalie na mazingira, halafu lile ambalo unataka kinywa chako kitamke mwenyewe kwanza ulichuje, kwenye mazingira haya litapokelewaje. Kubwa ni kwamba tunatakiwa tukimbie shari. Sababu gani Allah akatupa amri hii tuchunge maneno? Sababu akasema inna shaitana yanzaghu bainahum, shaitani huwa anawagombanisha watu baina yao kwa kupitia maneno wanayotamka. Inna shaitana kana lilinsani aduwwan mubina, hakika shaitani kwa binadamu ni adui wa wazi kabisa. Shaitani huwa anataka yale ambayo binadamu akiyafanya ataharibikiwa, na humshawishi kila binadamu moyoni kwake, hata kama jambo ni baya ulipamba shaitani kumpambia binadamu alione ni zuri. Anaweza kuwa anafanya maudhi, anayeudhiwa akikasirika, yeye kwake akaona burudani. Kumbe kufanya maudhi kwa maksudi mbele ya Allah ni kosa kubwa sana. Kwa hiyo waambie waja wangu, wa kulli ibadi, waambie waja wangu, yaqulu allati hiya ahsan, wakiongea watafute namna nzuri zaidi ya kuongea. Inna shaitana yanzaghu bainahum, hakika shaitani
huwagombanisha watu baina yao kwa kupitia maneno wanayosema. Inna shaitana, hakika ya shaitani, kana lilinsani aduwa mubina, amekuwa kwa binadamu shaitani ni adui wa wazi. Kwa ndugu zangu katika imani, tusimpe mafanikio shaitani tukamsahilishia sisi wenyewe njia ya kutuharibia maisha yetu ya baadaye, tukaenda kwa Mola wetu akawa katukashirikia. Ndugu zangu katika imani, jamii yetu sasa hivi kwenye kipindi tulichonacho imekabiliwa na jambo kubwa, na kwa uzoefu wetu jambo hili mara nyingi huwa linazaa maafa na madhara, lakini sisi wenyewe tunao uwezo wa kujitahidi kupunguza, kama sikuyaondosha kabisa hayo madhara. Njia ya awali huanza na hii midomo yetu au ndimi zetu. Ukisikia watu wanapigana vita, wamewekeana majeshi mipakani, au wawili wameshikiana silaha mpaka mmoja akamdhuru mwenzake, chanzo huwa ni maneno. Inawezekana walibadilishana maneno watu wawili, aliyeanza kusema kumwambia mwenzake, yule aliyeambiwa likamkera neno, na yeye akarejesha neno jingine, na mtu aliyekerwa huwa na yeye kurejesha kwake anataka akere vile vile, aone kalipiza, lakini aliyelipiziwa likamuudhi zaidi lile alilolipiziwa, na hatimaye kila mmoja katika hawa wawili nyuma yake ana wafuasi. Mtu wa kwanza ana watu nyuma, marafiki zake wanampenda na wako tayari kumtetea, na mtu wa pili ana watu nyuma yake wanampenda na wako tayari kumtetea. Kwa hiyo walianza wawili, na kilichoanza kwa wawili hawa ni midomo yao, halafu wakawajumuisha na wengine kwenye maneno machache walioyasema, mpaka yakazaa shari, wakapigana mawe au wakapigana visu au wakafanyiana lolote lile baya la kufanyiana. Chanzo kilikuwa ni maneno. Hata nchi na nchi, inawezekana mtu wa nchi moja kafanya jambo kwa mtu wa nchi nyingine, wakazihusisha nchi zao kwenye maafa, hatimaye zikawekeana majeshi mipakani na wakapigana vita. Chanzo yalikuwa ni maneno. Kwa hiyo Allah aliyetuumba anajua siri iliyofichikana ndani ya mengi ambayo yanataalaki na maisha yetu, akatupa tahadhari tuwe makini katika kusema. Waswahili wanasema bora ujikwae dole lipasuke utoke damu utatibu kidonda, kuliko kujikwaa ulimi. Kidonda ni chako mwenyewe peke yako, na kitachukua hata wiki moja kitakuwa kimeshapoa. Lakini ulimi, ukijikwaa ulimi, donda lake linachukua miaka mingi kupoa. Kwa hiyo Allah katupa tahadhari katika matumizi ya ndimi zetu au midomo yetu, tuwe makini kupanga na kuchagua maneno kabla ya kuongea. Kwa hiyo kwa siku hizi tulizo nazo, tunajua watu wana vyama vyao, wengine ni mashabiki tu wala sio wanachama. Yakianza kufukuta huku chini mambo ya kutupiana maneno, hatimaye nyoyo hupokea yale maneno na zikaanza nazo kudigest na zikatoa maamuzi. Hatari yake ni kwamba hawa wanaotupiana maneno wanaweza wakaja wakafikia pahala wakashindwa kuvumiliana, wakafanya makubwa zaidi kuliko maneno. Sasa dawa ya kutokufika huko kwenye makubwa zaidi ni kudhibiti lugha zetu kipindi hichi tulicho nacho, kwa sababu ndiyo kila upande una yake unasema, lakini haya mambo yana taratibu zake kwa mujibu wa nidhamu ya uendeshaji wa jamii au nidhamu ya nchi. Kama kuna mambo yanastahiki kulalamikiwa, muko mwahala mwa kulalamikia kwenye vyombo vya maamuzi. Dola yoyote huwa ina mihimili mitatu: kuna serikali, kuna bunge na kuna mahakama. Serikali ni watu tu. Inawezekana kipindi fulani wakawepo wazuri, kipindi kingine wakawepo wabaya.
Kama wako wabaya watafanya mambo ya kuwaudhi wengine huku chini, au dhuluma ya kuwadhulumu watu. Walioko chini, waliodhulumiwa, hawawezi kuiondosha dhulma kwa jazba, kuja juu na kufanya fujo. Shari itakuwa kubwa zaidi. Lakini kwa sababu kilifanywa na watu, hata kama wanaitwa serikali, kwenye dola lazima kuna muhimili wa kutenda haki na kutafsiri sharia. Waliodhulumiwa wanaenda mahakamani, na mahakama inapaswa iwe ni muhimili huru wenye uwezo wa kutoa maamuzi. Kesi yoyote inakuwa ina mlalamikaji na ina mlalamikiwa, na patatakiwa na evidences, ushahidi. Mahakama ikijumuishiwa hivi vitu, inatakiwa iwe na uwezo wa kutenda haki. Kwa hapa kosa liko huku, kipi cha kufanya? Mahakama itatoa maamuzi kwa mujibu wa sharia. Sharia zipo, tutaenda kwa ustaarabu, na hapa tupatikana madhara na haki zilizopotea zitarejeshwa. Mahala pengine kwenye muhimili wa tatu ni bunge, ambalo tunajua ni sehemu ya uwakilishi wa wananchi. Bunge linao uwezo wa kuiwajibisha serikali au kuishauri au kuinasihi. Na kwenye majimbo yetu, kwenye kitendo kitakachofanyika, huwa tunachagua wabunge. Wewe una wako ulimpigia kura, na mwingine ana wake alimpigia kura. Hatimaye hizi kura huwa zinaangaliwa, maana ndiyo muamuzi. Ikiwa uliyemtaka wewe hakushinda, ridhia, useme mara hii wananchi hawakunikubali, wamemkubali fulani. Ridhia, na isiwe kutokufanikiwa kwako tena utengeneze na wewe maafa. Maana watu wana njia nyingi za kufanya. Wenye uwezo wa kutumia maarifa yao na nguvu za mwili wanatumia, wenye kutumia nguvu za kiza wanatumia, na wengine wanazo njia tofauti tofauti wanatumia. Jambo la busara ni kama tulivyoambiwa tudhibiti maneno, basi na zile hatua tunazochukua pia ziwe za kiungwana, kwa sababu sisi ni Waislamu, na kwenye dini kanuni ya usulul fiqh inatuambia dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Siku zote kwenye mambo ya kijamii, kama kuna maslahi tunayatafuta eneo fulani, lakini hatuwezi kuyafikia maslahi hayo bila ya shari kuzaliwa, hilo jambo bila shaka litakuwa ni haramu, halifai. Kwa sababu kuondosha ufisadi, kukinga maharibiko kunapewa kipaumbele kuliko kung'ang'ania tu kufikia yale maslahi tunayoyataka. Sasa ukisema piga ua lazima nipate, wewe utakuwa si mtu wa kheri. Taratibu zipo zinapitiwa, na wale wanaosimamia hizo taratibu nao wawe waadilifu, watende haki. Basi kitakachozaliwa baada ya usimamizi mzuri na haki, tukijiridhisha imefanyika, yatakuwa ni masala ambayo sote tunatakiwa tukubaliane nayo. Si jambo la maana, na dini haikubali kung'ang'ania kufikia kwenye maslahi, hata kama haikuwezekana. Mimi nitatumia uwezekano wangu niiwezekane, utazalisha shari. Kwa hiyo kama kuna kheri unaitaka, iko umbali wa mita 200 kule mbele, lakini kabla ya kufika kwenye ile kheri, hapa pana shari nyingi nitatengeneza, hilo jambo linakuwa halifai, kwa sababu Uislamu unatutaka tukimbie hizi shari kwanza, kabla ya tamaa yetu ya kutaka kufika kule iliko kheri. Lakini tutengeneze mazingira tufike kwenye ile kheri kwa njia ambazo hazitozaa shari yoyote. Hivi ndo Uislamu unavyotaka. Tunafahamu kwenye dini Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyofanya safari ya kwenda kutekeleza ibada ya umra, na watu wa Maka wakamzuia. Hatua alizozichukua Mtume, ingawaje uwezo wa watu wake kupigana ulikuwepo, aliwaambia hapana, tuwasikilizeni wanachokitaka. Waliomzuia wakamwambia hatutaki uje kufanya ibada yako mwaka huu, uje mwakani. Wakakubaliana na wakatengeneza mkataba,
mkataba wenyewe ulikuwa mbovu kweli kweli, hata wale masahaba wa mtume walichukia, wakisema mtume yukoje leo, mbona hata haya wanaridhia? Tunayafahamu mambo ya mkataba wa Hudaibia, lakini mtume kaambia hapana, wakubalieni, hatukutambui kama wewe mtume, tusingepingana na wewe. Kwa hiyo kwenye mkataba huu usiandike mtume wa Mungu, andika Muhammad ibn Abdullah. Akawaambia masahaba, futeni, andikeni hivyo wanavyotaka, mimi hata kama wakinikataa ni mtume tu. Hili pia tufute, mtume anaambia futeni. Walipokuwa wagumu, mtume alichukua akafuta mwenyewe pale palipoandikwa yeye ni mtume wa Mungu. Mkataba ulikuwa ni mbovu, unapendelea upande wao wale maadui, lakini mtume akaukubali kwa sababu alikuwa ana uoni wa mbele. Kajua hichi tunachong'ang'ania sasa hivi kitaleta maharibiko, lakini hichi wanachokitaka wao upo mwanga unaotuonyesha kinatija kwa baadaye, ndio maana akakubali. Kwa hiyo tusing'ang'anie lazima iwe leo, lazima iwe hivi. Tunapaswa tutumie uwezo tulionao wa kiakili na elimu kuangalia kile tunachokitafuta kwa njia ambazo hazitokuwa na madhara. Ayuha al-ikhwatul amajid, inna Allaha tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtadi wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال أيضا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أيها الإخوة الأعزاء, ndugu watukufu, amesema mtume wetu sallallahu alayhi wasallama, unsur akhaka zaliman kana au mazluma. Wewe mu'min, mahala popote ulipo, mnusuru ndugu yako akiwa anadhulumu au akiwa anadhulumiwa. Ni maneno yakiingia katika akili ya mtu kwa haraka hayaeleweki vizuri, hayasomeki sawa. Hata hao walioambiwa na mtume akiwa yuko mbele yao walishangaa na wakamuuliza, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, nansuruhu idha kana mazluma fama baluhu in kana zalima. Unasema tumnusuru ndugu yetu akiwa anadhulumu au anadhulumiwa, mbona haieleweki? Tunachojua sisi tunamnusuru ndugu yetu akiwa anadhulumiwa. Sasa mtu anadhulumu, ndugu yetu anadhulumu, tunamnusuru vipi? Tumsaidie adhulumu? Hapana. Mtume akawaambia sio hivyo. Huyu anayedhulumu, tamnahu minadh-dhulmi, fanya maarifa umzuie na kule kudhulumu, ndo umemnusuru. Maana ukimwachia akiifanya hiyo dhulma, yeye anaenda kubaya, ana shari itamuandama baadaye. Lakini muandae ndugu yako asiwe dhalimu,
asidhulumu wengine, itakuwa umemsaidia, umemnusuru na maafa makubwa baadaye. Unsur akhaka, mnusuru ndugu yako popote pale, zaliman kana au mazluman, umnusuru akiwa anadhulumu, umzuie kudhulumu, au mnusuru akiwa anadhulumiwa, umkinge na ile dhulma anayodhulumiwa isimfike. Sasa sisi ni waumini, tunatakiwa tukae katika upande wa katikati, sawa sawa, tuwaangalie wa huku na tuwaangalie wa huku. Ikiwezekana, kilicho ndani ya uwezo wetu tutoe msaada, tuwasaidie wanaodhulumu wasidhulumu, tutakuwa tumewakinga na maafa ya kule kudhulumu, na tuwasaidie wanaodhulumiwa wasidhulumiwe, pia tutakuwa tumewakinga na maafa ya dhulma. Na sisi kwenye imani, Allah ametupa pawa hiyo aliposema, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nyinyi ni umma bora uliotolewa kwa ajili ya watu. Ta'muruna bil ma'rufi, ubora wenu upo katika kuamrishana mema. Watanhauna anil munkari, na mnakatazana mabaya. Watu'minuna billah, na mnamuamini Allah. Walau amana ahlul kitabi, kama hawa watu wa kitabu wanaomkataa mtume wenu wangeamini kwa imani kama hii mnayotakiwa nyinyi muamini, lakana khairan lahum, ingekuwa ni khairi kwao. Minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun, lakini hupatikana wachache miongoni mwa hawa watu wa kitabu wakaikubali imani sahihi wakaamini, lakini wa aktharuhumul fasiqun, walio wengi katika hawa wanakuwa mbele ya Mola wao ni waasi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 6 ya suratu Tahrim ametuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, qu anfusakum wa ahlikum nara, jiokoeni wenyewe, yani kila mu'min ajiokoe mwenyewe na awe anafanya juhudi ya kuangalia kuwaokoa watu wake. Ahlikum ni wale walio walazimu, kama wewe ni mume umuokoe mkeo asiende pabaya. Kama unaitwa baba, uwaokoe wanao, wewe ndo dhamana juu yao, wanusuru, waelekeze. Kama ni sheha, basi kwenye shehia yako uwanusuru wale ambao wewe una dhamana ya kuwaongoza. Okoeni nafsi zenu, msitengeneze mazingira ya kurudi kwa Mola wenu vibaya, na muwaokoe watu wenu ambao wako chini yenu, nao wasije wakarudi kwa Mola wao vibaya. Tuna jukumu la kusimamia haki, kuamrishana mema, kukatazana mabaya, na amani ya watu ni jambo kubwa na muhimu zaidi, na ni tunu pekee ambayo ikiondoka basi inakuwa kuirejesha inakuwa ni shida, inachukua muda mrefu. Tujitahidi katika kipindi hiki tusitengeneze mazingira ya kuhamasisha fujo, vurugu au kuandaa njia ya kupeleka kwenye maafa. Tujitahidi kufanya mambo yetu ambayo ni kwa maslahi machache ya dunia tu, yawe ya amani na salama, na hatimaye inshallah tuishi katika maisha ya ibada, tutengeneze marejeo mazuri kwa Mola wetu utakaporudi. Sio jambo jema mtu kuwa anaishi akajiwekea kila siku dhambi tu. Tuache mambo ambayo kwa Allah yanakuwa ni makosa, na tujitahidi kusimamia yale ambayo kwetu yatakuwa na faida mbili, ya duniani na ya akhera. Ayuha al-ikhwatul amajid, inna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bil malaikati al musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuha al mu'minuna min barriyati jinnihi wa insi, faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana jammilna bil afiyati wa salama wa haqqiq lana التقوى والاستقامة
وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من الذين يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وإليك التقلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل هذه البلدة آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا صفوفكم. أقيموا صفوفكم. بسم الله. الله أكبر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما.
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله ربي والإسلام ديني. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.